ajijue tu kabla hajaingia kwenye maisha ya ndoa mwanamume kwamba yeye amekalifishwa kisheria kumlisha na kumwendesha mwanamke, mali yake atumie. Yule mwanamke kama kule anakotoka kwao ana pesa na mali, khiari yake kama atapenda kuitumia kwa mumewe mali ile na kutoa mchango kusaidia maisha, hiari yake. Au mwanamke kama anafanya kazi anapata mshahara, khiari yake kama atataka kusaidia mwendesho wa maisha na ya nyumba, khiari yake. Bila shaka ni jambo litarajiwalo, atakuwa na huruma, atakuwa na mapenzi kwa mumewe, bila shaka atatoa mchango, atasaidia. Anapoona mambo yameharibika, haendi vizuri, atasaidia, lakini sheria haikumlazimisha kabisa kabisa. Alichokujia pale mwanamke katika nyumba, amekuja pale kama ni mke, hakuja pale kama ni mfanyakazi, hakuja pale kama ni mhudumu, yani mwenye kuhudumia, hakuja pale vinginevyo, kaja kama ni mke mwenye haki zake za kike, kwamba ni mke. Hakuja pale kwa ajili ya kutwikwa kazi za kufua maguo ya mumewe mazito mazito ya kazini. Hakuja pale kwa sababu ya kupewa mchi tu na kutwanga mikono na muuma. Hakujia lile. Akipenda kushiriki katika maisha, atakaa jikoni apike, atafua, atafanyaje, lakini kuna mambo ya kike maalum ndiyo yaliyomfanya kuitwa mke ndani ya nyumba. Mambo maalum tutayataja hapa kwenye mlango huu, amba hayo mwanamke hawezi kabisa kwenda kinyume nayo. Sheria itambana na anaweza kuingia kwenye laana ya Mwenyezi Mungu kama atakwepa mambo hayo, la mengine si yake yeye. Wanaume wengi hawalielewi hilo, wanadhani mwanamke ni kiwanda chao. Kaja pale kama kwamba ni kiwanda, amtafutie uchumi mwanamume, ahangaike, mwanamke afanye kazi. Mwanamume analo lake moja tu la kwenda nyumbani kula na kuwa na amri afanye atakavyo. Sivyo kabisa ilivyokusudiwa Kiislamu, bali mwanamke ndo akupewa mwenyewe pesa zake. Kama atapenda kununulia manukato yake na mambo ya kike, basi khiari yake kabisa, simlazimishe. Na wala hakuja pale kwa kazi ya kupika na kufua, khiari yake akifanya, simlazimishe. Kama atasema hapiki, basi sheria inampa nafasi, na mwanamume atawajibika. Kama anaweza kuingia jikoni, ingie mwenyewe. Hawezi ende hoteli akanunua chakula alete nyumbani, na mwanamke si kazi yake. Usidhani kwamba anapewa bicho hapo, labda wanapewa nafasi kubwa. Hapana, ndo sheria ya kidini ilivyo. Arrijalu qawwamuna, hiyo maana ya qawwamuna ndio imelenga huko, haikulenga kwamba mwanamume afanye atakavyo amtawalie mwenzie vibaya.